Katika nyumba ya Mtume Muhammad na rehma na amani ziwe juu yake kulikuwepo na wanawake waliobeba historia, lakini mmoja wao alijulikana kwa kitu kimoja kikubwa, hekima. Huyo si mwingine bali ni Ummu Salama radhiallahu anha, mwanamke aliyepitia mtihani mkubwa, lakini hakuvunjika moyo, bali aligeuka kuwa mshauri wa Mtume mwenyewe. Karibu sana katika simulizi kumhusu mke huyu wa Mtume. Jina langu ni Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Karibu tuwe sote. Ummu Salama jina lake halisi ni Hindu binti Abi Umayya. Alizaliwa katika kabila la Quraishi huko Maka. Baba yake Abu Umayya alikuwa ni mtu mashuhuri sana, hata aliitwa Zad Ar-Raqib, anayewalisha wasafiri. Alikulia katika familia yenye hadhi na heshima, lakini moyo wake ulikuwa wazi katika haki. Ummu Salama alikuwa miongoni mwa watu wa mwanzo kabisa kuingia katika nuru ya Islam pamoja na mume wake. Mume wake wa kwanza alikuwa akiitwa Abdurrahman Abu Salama. Wawili hawa walikuwa ni miongoni mwa walioteswa sana katika mji mtakatifu wa Makka kwa sababu ya Uislamu wao. Walipoamriwa kuhama kwenda Madina, ndipo mtihani mkubwa ulipokuja. Familia yake Ummu Salama ilimzuia na familia ya mume wake ikamchukua mtoto wake, akaachwa peke yake bila mume, bila mtoto. Kwa muda wa karibu mwaka mmoja alikuwa akilia kila siku, mpaka siku moja walipomrejeshea mtoto wake, na ndipo alipoanza safari peke yake kutoka Maka kwenda Madina. Tofauti na masahaba wengi, wao walihama pamoja na Mtume. Ilikuwa ni safari ya hatari, lakini moyo wake ulikuwa na imani. Mume wake Abu Salama aliwahi kupigana katika vita vya Uhudi, akapata majeraha makubwa na baadaye akafariki dunia. Alipokaribia kufa, Abu Salama alimuita mke wake Ummu Salama na kumfundisha dua maarufu. Akamwambia aombe dua hii wakati ambao anajua yeye anaondoka duniani: ewe Mwenyezi Mungu, nilipe kwa msiba wangu na unipe mbadala bora zaidi. Ummu Salama alijiuliza, nani anaweza kuwa bora kuliko Abu Salama? Lakini hakujua kwamba Allah alikuwa amemwandalia kitu kikubwa zaidi ya kile ambacho anakipoteza. Baada ya kumaliza eda, alipata wachumba wengi, lakini aliwakataa. Natajwa mama yetu huyu alikuwa ni hodari sana kuchagua. Kisha akachumbiwa na Mtume Muhammad na rehma na amani ziwe juu yake, lakini hakukubali moja kwa moja. Alisema hapana, sababu akizitaja kwamba na kumwambia Mtume, wewe Mtume una wake wengi, mimi mwenyewe ni mwanamke mwenye wivu sana, lakini kama haitoshi nina watoto, nimekuwa mkubwa kiumri. Mtume akamjibu kwa upole, wivu wako Allah atauondoa, watoto wako nitawalea, na umri si tatizo. Hapo ndipo akakubali. Hapa tunajifunza hata pale mwanamke anapokuwa mwanzo anakukataa kwa visingizio kadhaa, kama mwanaume unao nafasi ya kuendelea kushawishi, na ndipo Mtume akatumia nafasi hiyo kumshawishi Ummu Salama. Hatimaye alikubali na kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inatajwa ilikuwa ni mwaka wa 4 wa Hijiria. Ummu Salama wakati anaachwa na mume wake wa mwanzo alikuwa na watoto takribani 4 walioandikwa katika baadhi ya vitabu vya tarehe, akiwemo Salama, Umar, Zainab na Dura. Mtume aliwalea kama watoto wake mwenyewe, aliwapenda sana. Wakati anaolewa na Mtume, Ummu Salama tayari kulikuwa na wake wengine kama Aisha binti Abi Bakr, Hafsa binti Umar na wengineo. Hakukuwa na uadui wa wazi kati yake na Aisha, lakini kama ilivyo kawaida ya wake wenza, kulikuwa na hisia za kibinadamu. Hata hivyo, Ummu Salama alijulikana kuwa mwenye busara, mtulivu na mshauri mzuri sana. Zipo nyakati wake wale wa Mtume ni kana kwamba walionekana wapo makundi, lakini makundi yale hayakuwa ya uadui, isipokuwa ni ya ukaribu wa kushirikiana katika mambo mbalimbali ya kidini. Katika moja ya tukio ambalo linaacha alama kubwa kwa mama yetu Ummu Salama ni tukio la mkataba wa Hudaybiyah katika mwaka wa 6 wa Hijria, ambapo Mtume alitoka Madina pamoja na maswahaba takriban 1400. Lengo lao halikuwa vita, walikuwa wanaenda kufanya umra, ibada ya kutembelea Kaaba. Walivaa ihram, wakachukua wanyama wa kuchinja kuonesha wazi kuwa hawakuja kupigana. Walipofika karibu na mji wa Maka, eneo la Hudaybiyah, makafiri wa Quraishi wakawazuia wasiingie. Baada ya mazungumzo marefu, wakafikia makubaliano yanayoitwa mkataba wa Hudaybiyah, lakini masharti yale yalionekana kuwa magumu kwa Waislamu. Mfano, hawataruhusiwa kufanya umra mwaka huo, warudi Madina, warudi mwaka unaofuata. Mtu akitoroka kwenda Maka kuja kwa Waislamu arudishwe, lakini akitoroka kutoka kwa Waislamu kwenda Maka harudishwi. Haya yalionekana kama unyanyasaji na udhalilishaji. Maswahaba wakahuzunika sana, wengine wakakasirika sana. Hata Umar bin Khattab akahoji kwa uchungu, kwani wao wako juu ya haki. Hali ilikuwa ni nzito sana. Baada ya kusaini mkataba, Mtume akawaambia, simameni, chinjeni wanyama, nyoeni vichwa vyenu. Hakuna aliyesimama, si kwa uasi, lakini kwa uchungu mkubwa wa moyo. Walitamani kuingia katika mji wa Maka na si kurudi. Hekima ya Ummu Salama, akamuita mume wake Mtume Muhammadin, akamwambia akiwa na huzuni, ewe mume wangu, watu wamechoka na wameumizwa, usiwaamrishe tena kwa maneno. Toka wewe mwenyewe, chinja mnyama wako, nyoa kichwa bila kusema neno. Wakikuona unafanya hivyo, watakufata. Hawa ni watiifu. Mtume alitoka akachinja mnyama wake, akanyoa kichwa
kichwa chake bila kusema chochote. Maswahaba walipoona hivyo wakasimama haraka, wakaanza kuchinja, wakaanza kunyolewa, hadi wengine walikuwa wananyoa kwa haraka sana kwa huzuni na utiifu. Hiyo ilikuwa ni rai ambayo alipewa na mke wake Ummu Salama, Hindu binti Umayya. Vitendo vina nguvu kuliko maneno, ikaakisi kauli hii. Maswahaba walihitaji mfano, si amri. Ummu Salama alielewa hali ya nafsi zao. Maswahaba hawakuwa waasi, walikuwa wameumia. Aliepuka mgogoro mkubwa, kama angewalazimisha ingeweza kuleta mfarakano. Alijenga utiifu kwa upendo, si kulazimisha. Mkataba ule uliokuwa unaonekana mbaya, baadaye ukawa ushindi mkubwa kwa Uislamu. Watu wengi waliingia ndani ya Uislamu baada ya hapo, na baada ya muda mfupi Maka ikafunguliwa bila ya vita. Hii ilikuwa ni hali ambayo hasira zingaliweza kuvunja umoja, lakini hekima ya Ummu Salama ikaokoa kila kitu, na nyuma ya pazia kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye akili kubwa, Ummu Salama. Ummu Salama ni katika wake wa Mtume ambao walibahatikiwa kuishi umri mrefu zaidi. Alifariki mwaka wa 62 Hijiria. Ni miongoni mwa wake wa mwisho kabisa kufariki. Baadhi ya wanazuoni wanasema ndiye mke wa mwisho kabisa kufariki wa Mtume Muhammadin, rehma na amani ziwe juu yake. Hii ndio hadithi ya Ummu Salama, mwanamke aliyepoteza mume awali, akapoteza familia kwa muda, akapitia huzuni lakini hakukata tamaa, na mwisho wake akawa mke wa Mtume na mshauri wake na mama wa waumini. Ni simulizi inayotufundisha subira huzaa heshima, mitihani huja na malipo, na hekima inaweza kubadilisha historia. Asante kwa kuwa nami. Jina langu ni Abdullahi Mwana Maalim Mashi. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.